fait pour le changement de la mentalité. Oh, radio fait pour le changement de la mentalité. La radio de la promotion, oh, la radio de la vraie citoyenneté, la chaîne de la grande préférence. Oh Sven, la fréquence du vrai, oh, yo. Ma maman, jeunes et vieux, et même les enfants, soyez flexibles, soyez sensibles quand on conseille. De la radio Sven, soyons sensibles, soyons flexibles. Les changements de la mentalité. Banamboka, banamokili mobimba yangoyo, ninyangoyo, studio record, radio Sven. RS, radio Sven, nchi nzima inafiki na pasua. Hakuna wasi, kila kitu ni amani, habari za nchi na ulimwengu nzima. Kwa kweli, amani na upendo, pamoja wote tutashinda. La radio de la promotion, oh, la radio de la vraie citoyenneté, la chaîne de la grande préférence. Oh Sven, la fréquence du vrai, oh, yo. Ma maman, jeunes et vieux, et même les enfants, soyez flexibles, soyez sensibles quand on conseille. De la radio Sven, soyons sensibles, soyons flexibles. Les changements de la mentalité. Banamboka, banamokili mobimba yangoyo, ninyangoyo, studio record, radio Sven. RS, radio Sven, nchi nzima inafiki na pasua. Hakuna wasi, kila kitu ni amani, habari za nchi na ulimwengu nzima. Kwa kweli, amani na upendo, pamoja wote tutashinda. Stop Ebola. Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha. Chukua hatua, jilinde, linda familia yako. Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo. Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola. Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa, usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, majimaji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa. Stop Ebola. Je kiffe la radio Sven. Ni wakati wa kuifuata taarifa ya habari kwenye Radio Sven. Ni wakati wa kuifuata taarifa ya habari kwenye Radio Sven. Radio Sven. Radio Sven.
Unasalimika mpenda msikilizaji na mtazamaji wa Jotosvan kuweza kuipokea taarifa hii ya habari. Tunakaribisha katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kwanza mtasari wake. Usalama mdogo unaendelea kuleta shida nyingi kwenye tarafa ya Kabare. Mabandia wenye kumiliki silaha waliweza kushambulia yapata nyumba 10 kwenye groupement ya Mudusa usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu. Serikali ya Kinshasa imekubaliana na wanamgambo wa FDLR kuweza kuweka silaha zao chini na kuweza kuanzisha njia ya amani. Na sheria kuhusu kuandaa maoni ya kura iliweza kubaliwa na kuweka sahihi na mahakama kuu ya katiba siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu, na itaweza kutangazwa kwenye buku kwenye darija la serikali ama journal officiel kwa lugha ya Kimombo. Habari ya michezo itaweza kuhitimisha taarifa hizi za habari ambazo zinaletwa kwa ufundi naye Richard Rodaindo pamoja na Patrice Maregane. Judith Sifa na kwa mbele ya microphone. Maratina amjambo na karibuni, na tuseme ya kwamba shirika la raia kwenye groupement ya Mudusa tarafani Kabare inalaumu kwa sauti kubwa usali ya usalama mdogo ambao iliweza kuripotiwa usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu kwenye kijiji ndogo ya Chiragabwa ya pili. Dorcas Kanozire. Katika majadiliano na redio yako, François Mbalama, kiongozi wa shirika la rahia Pamudusa, ujulisha kuwa mabandia hawa wenye kumiliki silaha waliweza kuingia ndani ya nyumba 10 na walileta hofu kubwa kwa wakaaji. Wezi hao walipeleka vitu vingi kiasi cha pesa na vitu vya samani, lakini hakuna mtu aliyepoteza maisha. François Mbalama anaalika viongozi kuweza kuongeza vikosi vya usalama ili kulinda wakaaji na kuendelesha uchunguzi ili kugundua watenda maovu hao. François Mbalama anazungumza yafuatayo. Ndani ya usiku wa siku ya pili tarehe 28 kuamka siku ya tatu tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu, mnamo groupement yetu ya Mudusa mu village ya Chimpwiji musu village ya Chiragabwa ya pili, wabandia wenye kushika bunduki waliingia munyumba 10 na wakapora bitu ya samani sana. Walibeba pesa, telefone, pano solaire na vingine bitu waliona. Ndio maana sisi shirika la raia tawi ndogo ya Mudusa tunaomba kwa wakuu viongozi ku service ya securite ba renforcer ma mesure ya securite ili waendelee kuchunga kulinda raia na mali yake. Kwa waongozi waangalie namna gani ya kufanya ankete kusudi bale batenda maovu bashikwe na baazibiwe. Na tunaomba ku population ya groupement yetu ya Mudusa ikuwe en collaboration avec ma service compétent na kudenoncer kila cas suspect ya bwizi. Na wakaji wa mji wa Bukavu wanaomba viongozi kuweza kuchukua hatua za kweli ili kuweza kumaliza tatizo ya ajali ya moto ambayo inaripotiwa siku hizi mjini Bukavu. Norbert Mulindwa anaeleza mengi. Kulingana na Kayubu Nyabushaza Noel, mwanamemba wa shirika hii, kituo cha chifu. Na kama vile nimekuwa nikisema ya kwamba wakaaji wa mji wa Bukavu wanaomba wakuu viongozi kuweza kumaliza janga ya moto ambayo inaripotiwa siku hizi mjini Bukavu. Wakizungumza na redio yenu, wakaaji wengi wanasema Regideso inapaswa kutoa maji kila wakati ili kuweza kusaidia wakaaji wakati ya moto inaporipotiwa. Pia wanaomba kila mtaa ama kila kata iwe
waweze kupewa gari ya kuzima moto ili kiweze kuwasaidia, kwa sababu hali hiyo inakuwa ikiripotiwa hapa mjini Bukavu. Wananchi wengine wanasema kuwa nyumba nyingine zinajengwa bila kufuata mpango wa mji. Kwa hiyo nyumba zinazobomolewa zinazokuwa zikiripotiwa kwa siku hizi, wakati nyumba zinapoungua, ili waweze kupata nafasi kwa haraka kuangalia namna gani wanaweza kuzima moto. Tuwasikilize. Ingine gouvernement isaidie mamilie kutia magari mukila quartier. Haiko aseze bakia ku commune mais zingie ku ma quartier pour que en cas de besoin directement abatapita ku mairie mais bapite kwa chef de quartier na directement awalibere magari. Ngambo ya Régie des Eaux ifournir mai mukila quartier. Kama mwana nyumba inalungula uko na 5 bidon mu nyumba, ila haitafaa kazi. Jirani hana mai, alienda tafuta mai kumalake, inakuwa unakia kuta quartier yote naisha. Bon, selon mie ni kwanza kuangalia maniera ya kujenga hapa Bukavu. Parce que tunaonaka mwa ile makartier zenye on peut dire ziko un peu sous-développé. Donc kila mtu anapenda ajenge, aba respecter ma limite. Donc manyumba zinabanana sana. Alors que tunge essayer kuespacer ça mangine makartier. Ya kwanza bazazi baangalie na cuisine zabo, kwa sababu kuna mzazi ambaye anachaka maragi kwa moto, anasema ngone ni shote maji inakauka, binawaka, binalunguza nyumba. Ni ngambo ya ufundi ya moto wa umeme, pano na electricité soit industrielle. Wakati mtu anafanyika installation mu nyumba, hata separer zile installation na bichanga pamoja. Donc il faut éviter kuchanga bitu ya pano wala na bia snel. Utumiaji wa pombe kali inapita kiasi kikubwa na inaendelea kuharibu maisha ya vijana wengi hapa mjini Bukavu. Akiojiana na wapashabari wa redio yako siku ya 3 tarehe 29 Julai mwaka huu, Jean Morotubibu, mwanamemba wa kundi Jeremy, anaomba vijana wache tabia hiyo ili waweze kulinda afya yao na maisha yao ya baadaye. Anaendelea kuonesha kuwa vijana ndio msingi wa maendeleo wa mji wa Bukavu na wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean Morotubibu pia anatoa wito kwa wazazi, kanisa, mashirika za kiraia na viongozi kuendelea kuhimiza vijana kuhusu madhara ya utumiaji wa pombe kali ya kulevya. Tumsikilize. Inaonekana wazi, sio tena ya kuficha, kama vijana wetu wakati wa likizo hivi wanajiachilia kabisa katika kukunywa pombe kutambusha kiasi. Na hizi pombe ni zile zenye kuwa na nguvu sana kabisa, zenye kuwa na alcohol kubwa sana. Na hii tunajua wote, hata kufatana tuna shauri ya mganga, ya waganga, wauguzi, wanasema wenyewe kukamata pombe sio vibaya, lakini ukikamata kutambusha kiasi, hapo inakuwa ajali, utaleta ajali, inakuwa vibaya kabisa. Kwa sababu tunaona hata Bukavu kuko fasi avenue moya wanaita avenue de la Bière, manake hiyo ni ndio njia tu ya pombe. Bukavu hapo watu wanajiwazia kwa ni sifa kubwa, kwa kuwa ukiwa unakunywa pale kwa avenue de la Bière utakuta vijana ndio kuwa wengi, wa vijana ndio wengi pale. Utakuta wazee watu wenye kuwa na makamu umri wanajitandika vile kwenye barabara hizo, kama wanajua kunywa pombe. Na tujielekeze tarafani Kalehe. Mouvement ya kiraia Ubapazi RC tawi ya Kalonge na laumu hali ya ukosefu kwenye Santa Chifunzi kwenye groupement ya Kalonge tukiwa kwenye tarafa hiyo. Wanaweza kualika viongozi kuweza kuwa kwa haraka hatua ili kuweza kuboresha hali ya maisha ya wakaaji. Norbert Mulingo. Kulingana na Kayubu Shaza Noel, mwanamemba wa shirika hii, kituo cha Chifunzi inakumbwa na matatizo mengi ambayo yanaweka watu katika hatari ya magonjwa. Anataja ukosefu wa maji safi ya kunywa, ukosefu wa lala na hasa uchafu mwingi pamoja na ukosefu wa choo. Hali hii inasababisha kuenea kwa magonjwa. Shirika hii pia linalaumu kutokuweko kwa parking ya pikipiki na magari. Hii inafanya pikipiki na watu
watembee pamoja, na hivyo ajali zaongezeka ndani ya barabara. Tatizo lingine ni ukosefu wa makaburi. Kwa mjumbe wa OBAPE-RDC, idadi ya watu imeongezeka sana Chifunzi kwa sababu ya watu wanaotoka vijiji jirani. Hali hii inafanya haja ya makaburi kuwa kubwa, wakati kuna viwanja vya serikali zilizo wazi karibu. Kayubu Nabushaza Noel anazungumza juu ya hayo. Hapa Kalonge ndani ya mji wa Chifunzi kwenye senta kuu ya Chifunzi ya biashara kunaonekana shida kubwa ambayo inasababisha ama ambayo inaweza hatarisha maisha bora ya binadamu, kama vile uhaba wa maji ya kunywa, uhaba wa misarani kwa watu wote, uhaba ama kukosekana nafasi ya kutupa uchafu wakati watu ni wengi ndani ya senta. Hakuna hata fasi ambako gari zinaweza kusimama vilivyo, na wapita njia ndio wanateseka kwa kugongwa na gari na mamoto na kadhalika, wakati balabala ama senta haina fasi ya parking. Hakuna fasi ya kufanyizia mazishi kwa watu ambao wanaishi ndani ya senta ama ndani ya Chifunzi, village ya Chifunzi yote, wakati kuna shamba za kiserikali zinazoonekana upande wa ngambo ya senta. Tunaomba kwa shirika za kihutu za mbali na za karibu kujia kwa misaada. Mwishoni anaalika miungano ya kimataifa kusaidia watu wa Chifunzi. Anasema wakaaji tayari wanaumia kwa sababu ya haya mapungufu ambayo inahatarisha afya na maisha yao. Maoni yanaendelea kutoka hapa na pale katika jamii kuhusu mazungumzo siku za usoni kuhusu mazungumzo ya siku za usoni iliyohusisha watu wote ambayo ilitangazwa na rais wa nchi Felix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Miungano nyingi za shirika za kiraia zinaonesha mashaka yao kuhusu matokeo ya mkutano huo. Louis Busane. Ni kama vile muungano ya shirika za kiraia nchini Kongo MSECO ambayo hunena kuwa mazungumzo hiyo haijibu kwa matakwa ya raia sababu haihusishe miungano zote husika. Katika mazungumzo na redio yenu, Baraka Musombwa, kiongozi wa shirika hii, huomba wakuu viongozi kushirikisha wahusika wote ili kupata suluhisho ya kudumu kwa mizozo zinazoripotiwa nchini Kongo na kwa maendeleo ya kudumu. Baraka Musombwa. Muungano wa mashirika za kiraia ya Kongo MSECO nayo huzuni kuona kwamba Rais wa Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameitisha maongezi ya kitaifa ambayo haihusishe vikundi vyote, na hapo tunaona kwamba AFC M23 haitishwe, wazalendo hawaitishwe, wakodeko hawaitishwe, waadef nalo hawaitishwe, waserpe wa Tomalo Banga hawaitishwe, na hiyo yote tunaona kwamba hiyo maongezi haitakuwa na faida juu ya maendeleo ya nchi yetu na juu ya amani kamili ya kudumu katika Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo. Sisi kama vile muungano wa mashirika za kiraia ya Kongo MSECO tunaomba pande wote pate kutosha hiyo malinye rouge yao na kuitika kwamba wapate kuikala kwenye meza moja na kuongea ili kwamba nchi yetu ya Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo ipate amani ya kudumu na maendeleo kamili. Sheria kuhusu kuandaliwa kwa maoni ya kura iliweza kukubaliwa kuwa sahihi na katiba ya mamlaka mkuu siku ya pili tarehe 29 Julai mwaka huu. Itaweza kutangazwa kwenye darija la serikali ama journal officiel. Sheria hiyo itapelekwa kwa rais ili aweze kuitangazwa. Daniel Bagenda Banga. Kwa memba wa shirika la raia Oswald Rubasha uzani kwamba sheria hiyo siyo ya muhimu kwa sasa kuona hali ambayo nchi inapatikana. Kwake hiyo sheria mbele iweze kutangazwa hapo mbele, wakongomani wengi walipoteza maisha. Kwake viongozi kwa sasa wanaongoza nchi vile wanataka. Oswald Rubasha: na ile loi balivalide jana constitutionnel inakuya effectivement mwele logique ya kupatia posibilite waongozi ya nchi wabadilishe katiba.
Kwa watu wenye kabisa wenye hawana maposition partisane, haiko vraiment neutre d'esprit, libre d'esprit, de penser libre, banaonyesha kama ile loi ina viole constitution. Juu constitution yetu ina determine deja matiere yenye inaweza fanyisha referendum Mkongo, na ile kubadilisha katiba inchi haiko parmi matiere yenye inaweza kuwa soumise ku referendum. Do bana kree matiere ya mupya yenye ikuwaka, na ndio banatafuta kuforce changement ya constitution ni juu ipermete Felix abakie pouvoir. Shida ni kuona ile inafika leo wakati nchi iko mahali mubaya sana. Hali iko mubaya sana kufuatana na vita, kufuatana na mauaji, kufuatana na njala, chômage, tusa magumu kwa mingi. Anaendelea kusema kuwa sheria inakuwa na madhara mingi kama vile vita kuendelea na wakongomani wengi wataweza kupoteza maisha. Naomba kwa rais kusikia maoni ya raia na kuacha hiyo sheria na kuweka mazungumzo mbele kama vile inaombwa Oswald Rubasha. Ikifika anapublier les lois kisha ikwe video journal officiel inakuwa executoire, mais conséquence yao ndio shida sasa. Conséquence yayo tunarishe kuona ile cessez le feu et gouvernement signé na M23 ile cessez le feu ina volé à l'éclat et que M23 watasema désormais Kinshasa abapendi amani, Kinshasa biko mu volonté yabo ya kubakia ku pouvoir, abapendi solution négociée au crise ya Congo, na ile itakuwa preuve suffisante kuonyesha kama Kinshasa habiko munjia ya utayarisha uchaguzi, do habiko ba demokrati abakuwa kuma election na bakroire kuma engagement walikamata au niveau national international, na ile discours itaaffaiblir davantage position ya Kinshasa, na kama vita inaendelea itakuwa mbaya sana juu ya population itateseka sana. Na mpinzani Prince Epenge anashutumu na kusema hii ni uchokozi mwingine kufuatia mahakama ya katiba kuhusu sheria ya kura ya maoni. Maoni haya yanafuatiwa uamuzi wa mahakama kuu inayotangaza katiba ya sheria inayoweza kuandaa kura ya maoni katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hii ya sheria inafungua njia kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutangaza sheria, huku ukikuwa masemi kali ya kisiasa kuhusu uwezekano wa kubadili kwa katiba. Kwa maoni yake Prince Epenge, uamuzi wa mahakama kuu haufanye chochote au punguzi chochote kwa hali ya kisiasa. Kwa kueleza kama hii ni uchokozi mwingine, kiongozi wa upinzani alipendelea kwamba mahakama unakataa kuongezeka kwa vita kati ya serikali. Mahakama inataka kuongezeka kwa vita kati ya serikali ya Kongo na wapinzani wake, miezi michache kabla ya hatua muhimu ya kisiasa kuweza kuchukuliwa. Na serikali ya Kinshasa imekubaliana na wanamgambo wa FDLR kuweka silaha zao chini kwa kuanzia njia za amani. Tuseme ya kwamba hali aliweza kuwakilisha masemi haya waziri wa mambo ya ukanda ama integration regional bwana Floribert Anzuluni. Serikali ya Kongo inasema kuwa makubaliano hiyo inaunganisha makubaliano ya Washington, Doha, Qatar na kupunguza mivutano. Waziri huyo alisema kuwa FDLR imekubali kujiunga na njia ya amani na kuweka silaha zao chini. Wanamgambo hao wanaweka masharti ya kuhakikisha usalama wakati watakapoweka silaha zao chini. Bwana Desire Ntaira akiwa mwanamemba wa Korepe aliweza kuhakikisha jambo hilo na kusema kuwa itasaidia kuleta amani ambayo imepotea kwa muda katika nchi ya Kongo. Tumsikilize. Kongo tunawaza kama FDLR ni jina yenye natatiza watu Kongomani benyi banaona kama kila mara gouvernement ya Rwanda inasema inakuwa tafuta wale ba FDLR. Sasa kama banaweza pata solution kwa ile niveau ya kusema kama babajue kwenye biko na barudishe kwao, ile itakuwa inafatana ile mkataba ya Washington yaliweza kusikilizana kusema kama batafanya amani muinchi. Amani muinchi musu region zetu nisema Rwanda na Kongo inaweza kuwa kumsa itasaidia na Rwanda na Kongo ile ya kusema kama wa FDLR banakuaka mkongo na njoo natuma vita itaendelea, nduka itakuwa imesaidia bakongomani. Juu bakongomani banakufa ku vitu binye habajua.
baletea vita inatoka fasi ingine inakuya Mkongo. Kama ni kwa ile tu swali njoo ya ba FDLR na baisha pata solution, itasaidia bakongomani na Banyarwanda, paske vita ikikuwa Mkongo na Rwanda nao haita kuwa ipari. Baada ya jukwani au vipi? Twende uwanjani sasa. Mwalimu wa michezo wa mipira wa miguu na mzaliwa hapa mjini Bukavu, John Birindwa Chirongozi ameteuliwa kuwa kocha wa timu la AS Simba ya Kolwezi kwa mwaka wa 2026 mwaka 2027 wa Ilena Foot League 1. Ameteuliwa kwa nafasi iliyokuwa ya Douala Lupembe na amepewa jukumu la kuipeleka timu hilo kwenye mashindano ya CAF. John Birindwa ana uzoefu mkubwa, kwani amewahi kuwa mwalimu wa timu mbalimbali nchini Kongo, timu mbalimbali humu nchi, timu mbalimbali nchini, na aliweza kushinda kombe la mwaka wa 2027. Wakati wa mashabiki, tuseme kwamba wakaaji na mashabiki wa mji wa Bukavu wamepokea habari hiyo katika furaha kubwa, wanakuwa na wanamtakia mafanikio makubwa katika kazi zake mpya ambayo anapewa kwa kuweza kuongoza timu hiyo. Na ni kupitia habari hiyo ya michezo ndio tunakuwa tukiangusha nanga kwa taarifa hizi za habari. Lakini mpenda msikilizaji, kama tufuata njiani, acha nikukumbushe tuliongea kwenye mtasari wa habari. Usalama mdogo unaendelea kuripotiwa siku hizi kwenye tarafa ya Kabare. Mabandia wenye kumiliki silaha waliweza kushambulia nyumba 10 kwenye groupement ya Mudusa usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu. Serikali ya Kinshasa imekubaliana na wanamgambo wa FDLR kuweza kuweka silaha zao chini na kuanzisha njia ya amani. Sheria kuhusu kuandaa kwa maoni ya kura iliweza kukubaliwa na kuweza kukubaliwa sahihi na mahakama ya katiba hii siku ya pili tarehe 29 Julai mwaka huu, na itaweza kutangaza kwenye darija la serikali ama journal officiel kwa lugha ya Kimombo. Habari ya michezo iliweza kuhitimisha taarifa hizi za habari ambazo zililetwa kwa ufundi naye Shukuru Mudera pamoja na Richard Rodainda, Patrice Marigane, Judith Sifani kwa mbele ya microphone. Tukutanane tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Uwe mfano wa mabadiliko ambayo nataka kuishi. Shukrani.
Shako. Tangu niache pombe nishambara, nishambara. Tangu niache pombe nishabendeza, nishabendeza. Na maisha yangu nishaipamba, nishaipamba. Siri bubu wenu nishaiacha, nishaiacha. Acha pombe kuwe samie.